Sana kwenye management yangu siwezi kuviweka sana wazi, lakini hicho alichokiuliza na kitu kizuri pia, kwa sababu pia kumsaidia mchezaji pia sio siri. Umeona, kumsaidia mchezaji kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu fulani sio siri, ila kuna wengine ambao tunaweza tukawasaidia kwa njia ya simu, yani ile connection, kwamba kiongozi anaweza kukuuliza au coach anaweza kukuuliza akafika kupitia wewe, ile nao pia msaada tosha, sio lazima umchukue umpeleke. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo swali lako ni zuri. Kwa hii nafasi ambayo nimepata natakiwa niitumie kweli na kuweza kuwasaidia vijana. Kama hivyo umeona kuna mikoa ambayo wame-mention hapo kama 4 hivi. Mimi nitafanikiwa kwenda Mwanza. Kama nitafanikiwa kwenda mikoa mingine pia tutaona vipaji, lakini sasa hivi naanzia Mwanza. Mimi naamini tutapata vipaji ya Mungu mengi. Vipaji vitakavyopatikana, mimi kwa sababu nipo miongoni mwa hii timu yangu ya TBL, naamini kitatokea kitu. Haijalishi mchezaji mmoja, wawili, watatu, lakini hii ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo tumweke Mungu mbele, chochote kinawezekana. Inawezekana. Ni mchezaji mwenyewe tu jinsi gani anavyo. Unajua sisi kazi yetu kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuvijue. Kwamba ndio maana nasema hata wa TBL sio kwamba tu kazi yao wao ni kuangalia vipaji, lakini pia hawa wapo pia kwenye engo ya elimu, yani kuelimisha wachezaji wanatakiwa nini wafanye. Kwa hiyo mimi nafikiri wanapopata nafasi ya kwenda kucheza ligi kuu, nafasi inapatikana. Mimi nilikuwa nacheza kipindi cha miaka kadhaa nyuma iliyopita, wachezaji wa kigeni walikuwa hawazidi 6. Nafikiri walikuwa 5 au 6 hapo. Wachezaji wa nyumbani loko walikuwa wanapata nafasi ya kutosha. Nimeelewa swali lako kwa sababu sasa hivi ukiangalia wachezaji wa kigeni wapo wengi, zaidi ya 10. Ni mtihani, lakini hii pia ni chachu pia kufanya wachezaji wa Kitanzania wasiboteke. Nafikiri pia hiyo ni upande sana wa TFF sitaki kuingilia chama chetu cha mpira, lakini mimi na kwa upande wangu nikasema kwamba hii ni chachu kwa wachezaji wetu wa Kitanzania wazidi kufanya mazoezi ya kutosha na kujua kwamba sisi tuko kwenye nafasi mbaya. Nikisema nafasi mbaya kwa sababu wachezaji wa kigeni wanakuwa na thamani. Nikisema thamani ya kifedha, mikataba yao, wanakuwa viongozi wanatoa hela nyingi kumtoa huko kumleta hapa, anataka muone anacheza. Kwa hiyo mchezaji wa Kitanzania anapaswa kupambana ili aweze kuwepo katika kikosi namba 1. Kwa yani kikosi namba, yani nikisema kikosi namba 1 wale 11 ambao mwalimu anawachagua, basi yawepo, na anapokuwepo anapoperform ndio atakuja kutusaidia pia timu ya taifa. Tumekuona wakati ukicheza Hassan Al Jadidi